Mambo vipi bwana? Hapa tumekutana na moja kati ya mapromoters ambao wanafanya kazi na mkali wenu, si ndio bwana? Yes. Watu hawakoni sana ukiwa fronti, lakini bondia wako kuna baadhi ya mapambano wamekuwa wakipigana na kushinda. Ule mkanda ambao alishinda unaitwaje, PSC? Sio PST, ABO. Au unaongelea mkanda upi? Tuna mikanda mingi sana. Kuna mkanda mmoja ule alipigana sio hapa, kile mnaitwa PS nini sijui. PST? Yes. Ule ile ni weight ya wanani sasa? Mabondia wangu wengi mkali wenu official. Mkali wenu ni PST. Unajua nimekuuliza kuhusu mkali wenu japo na mabondia wengine, lakini nimekuuliza kuhusu mkali wenu kwa sababu moja. Mkali wenu alikotoka yeye ni mchekeshaji. Kwa hiyo sometimes anafanya zile challenge, anafanya mazoezi watu wanamuona, lakini bado wanamuona kama ni anachekesha tu. Sio mtu ambaye anaweza kuwa serious. Na ndio maana nakuuliza kuhusiana na yeye. Watanzania wanatamani siku moja apate pambano moja la kishindo ili waweze kuona uwezo wake wa juu. Maandalizi vipi 26? Tunaweza tukamuona hivi karibuni? Mkali ni bondia. Nadhani watu wengi hawaamini mpaka sasa kwamba mkali ni bondia. Mkali ni bondia. Ni comedian lakini ni bondia. Mkali fight zake zote amepigana kwa uwezo wake, lakini before hatukuwa tukimpa fight ngumu. Fight zingine za kwanza zilikuwa za kawaida, lakini baadaye tuliona tulimletea fight ngumu, alishinda kwa pointi, na fight yake ya mwisho ambayo alishinda mkanda alishinda kwa KO. Kwa hiyo mkali ni bondia, watu waache kumbeza. Kwa hiyo kwenye mapambano manne aliyopambana nimeona pambano moja tu hajafanya KO, lakini mengine yote amepiga kwa KO. Ni sahihi? Yes, mapambano yake matatu ameshinda kwa KO, pambano moja ndo ameshinda kwa point. Yes. Kwa hiyo sasa Watanzania waanze kumpa jicho tena, sio kwenye ile comedian tukaona kama anachekesha tu, lakini pia ni bondia ambaye anakuja kuwa mkali zaidi kama anavyosema maneno yake mwenyewe. Mkali ni bondia, nawaambia tena Watanzania, mkali ni bondia, anahitaji kupokelewa kwenye ngumi na naamini atafanya makubwa zaidi kuliko hata mabondia ambao wamepita. Yes. Kwa weight yake nani ambaye mshaanza hata kuongea naye? Wewe promoter bana. Hem, tupe za ndani kidogo. Wapo watu waliomkimbia. Kuna watu wamemkimbia? Wapo watu waliomkimbia. Huyu mkali wenu kuna watu wamemkimbia? Huyo mkali wenu kuna watu ambao wamemkimbia. Yes. Nani? Wapo wengi, kuna mtu kama Habibu Pengo na wapo wengine mwenyewe anawataka kwenye mitandao. Nadhani mitandao inaongea, mimi siwezi kumtaja mtu kwa sababu mimi ni promoter na anaweza kufanya kazi na mtu yote. Kwa hiyo sitaki kumweka mtu yote mbele, lakini nakumbuka kuna mtu ambaye kashaye kusaini mkataba na akakimbia. Kwa hiyo hata KO ya mwisho aliyoshinda alishinda ilikuwa ni Habibu Pengo, lakini mwisho wa siku Habibu Pengo akaingia mitini ndo akampiga Galile. Yes. Bondia anamkimbia bondia mwenzie. Labda uliwahi kujiuliza ni kwa nini? Aidha biashara ilifika pabaya au kiprofessional tu, kwa nini inakuwa hivyo? Biashara haikufika pabaya kwa sababu cha kwanza bondia ambaye amemkimbia mkali alikuwa amechukua advance na aliingia mitini akiwa na advance mfukoni. Kwa hiyo kakimbia na hela yenu. Kakimbia na pesa yetu na mpaka leo hajapigana tena. So alikimbia na pesa. Yeah. Sawa, wewe mwenyewe pia uliwahi kuwa na dojo niseme, yani sehemu ya watu kujifunza ngumi na nini? Hii sio nilikuwa na dojo. Mimi nina dojo na ndio maana hata juzi tumetoka Romania kushinda mkanda mkubwa wa IBO. Nadhani bondia wangu ambaye anaitwa Lupakisio Short ametoka kushinda mkanda mkubwa wa dunia ambao ni IBO International. Kwa hiyo na ile fight mimi niliona ilikuwa kali sana. Ilikuwa kali sana na mimi mwenyewe nilikuwa na bondia wangu. Kwa hiyo kushinda mikanda kwetu ni kawaida. Tuna dojo, tunafundisha karate, tunafundisha boxing, tunafundisha kickboxing. Yes, na michezo mingine. Kuna watu bado mpaka sasa hivi hawaamini kama Tanzania inaweza kuwa vizuri sana kwenye masuala ya ngumi duniani, hawaamini. Hem, niambie leo wewe, kwa mfano nafasi yetu sisi kwa mwaka 2026 kama tutakuwa na moto huu, unaiona wapi? Wewe kwa sababu ni promoter, una jicho refu, hem, tuambie unaiona wapi yani kiuhalisia? Bondia nchi inaenda kukua kingumi, inaenda kupiga hatua. Maybe inaweza kupiga hatua kuliko hata hatua zingine, lakini naamini Tanzania inaenda kupiga hatua kwenye michezo ya ngumi kama inavyopiga hatua football. Kama tumeenda Romania, bondia ameandaliwa fight na promotion yake na wao wameandaa ubingwa na mkanda ni zaidi ya milioni fee zake ni zaidi ya milioni 40. Lakini tumeenda tumempiga bondia na tumerudi na ubingwa. Sasa kwa nini Tanzania sipige hatua? Kwa hiyo sio kitu kidogo. Naamini
kwa hatua ambayo tumefika ya kwenda nje ya nchi na kurudi na ubingwa ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo tuombe Watanzania waendelee kusapoti ngumi kwa sababu ngumi zinakuwa, na naamini 2026 yanaenda kufanyika maajabu makubwa sana kuliko miaka yote iliyopita. Yes. Sawa, kuna misemo watu wanasema kwamba mabondia wa Bongo ni mabondia ambao wanatengeneza mapambano, na hii imetokana hapa katikati kwenye mitandao, na hii ni kwa sababu tu ya Mwakinyo kumpiga yule bondia wa Nigeria kwa raundi ya pili tu ile. Niambie ukweli kabisa, leo tuweke wazi, tuachane na masuala mengine yote. Ni kweli kuna issue za kuuza, kwa mfano Dula Mbabe amesema ameshawahi kuuza pambano nje. Ibrahim Kasiki pia ana complain, anasema hivyo kwamba watu wanauza mapambano na nini, wanatengeneza tu hela. Lakini je, kwako wewe hii biashara ulishawahi kufuatwa na tajiri yoyote au bondia yoyote kwamba bwana tupigane lakini ushindi ubaki kwa bondia wangu? Cha kwanza mimi siwezi kusemea hiyo kwa sababu nasikia zipo, lakini kwa mimi personal sijawahi kukutana nayo kwa sababu mimi siamini kwenye bondia kuuza mechi. Mimi naamini bondia kwenye kufanya lakini zipo yani hizo. Nazisikia kama wewe unavyozisikia. Yes, nazisikia kama wewe unavyozisikia, lakini kwa upande wangu mimi sijawahi kukutana na hiyo changamoto na mabondia wengi. Nadhani kuna Nasibu Ramadhani, kuna Mkaliweno, kuna Lupakisio, kuna Jessica, wapo mabondia wengi sana. Sasa kwa akili ya kazi, Mwakinyo aliuza pambano kwa yule jamaa usio? Mwakinyo sidhani kama ameuza pambano, hajanunua pambano. Naamini amefanya mazoezi, that's why ameshinda. Kwa hiyo siwezi kusema, naamini uwezo wa Mwakinyo, anafanya mazoezi na ana timu nzuri. Yes, kwa sababu hata hao tunaosema kwamba wananunua mapambano wakati mwingine pia wanapigwa. Kuna watu wananunua fight lakini still pia wanapigwa. Kwa hiyo kwa nini sasa? Sawa bwana, sawa. Mke wako pia ni bondia, si ndio? Aliwahi kucheza, sio bondia, lakini aliwahi kupigana. Kwani kwa sasa hivi hayupo? Sasa hivi hapigani. Amestaafu. Yuko busy kulea watoto. Analea watoto wako? Yes. Una watoto wangapi? Watoto nao wengi. Yaani umemwachisha kazi? Watoto nao wengi. Bwana poa kaka.